Matukio ya mfululizo yanaanza na Sophie akijiandaa kwa siku yake ya kwanza kazini kama meneja katika kampuni ya uchapishaji wa vitabu. Anapowasili kazini, anakutana na mkurugenzi mkuu CEO aitwaye Ronnie. Kisha wanaandaa kikao na wafanyakazi ili kuwakaribisha rasmi. Hata hivyo, mfanyakazi wa muda wa masuala ya kiufundi aitwaye Max anafika akiwa amechelewa, jambo linalovuruga kabisa utaratibu wa kikao na ofisi kwa ujumla kutokana na kuchelewa kwake. Baada ya hapo, Sophie anaelekea ofisini kwake ambapo anasikia kelele za kuudhi zikitokea ukutani. Anapochunguza, anagundua kuwa ni Max ndiye anayesababisha zile kelele. Anamwambia wazi kwamba afanye kazi zake nje ya muda wa kazi ili wafanyakazi wengine waweze kufanya kazi yao kwa utulivu. Baadaye Sophie anafanya kikao kingine na Friedrich ambaye ni mkurugenzi wa masuala ya fasihi pamoja na Denise, meneja wa mahusiano ya umma. Sophie anarudi nyumbani, anazungumza na mume wake kwa kuitwa Johan kuhusu siku yake ya kwanza kazini. Anamweleza kuwa kampuni bado iko nyuma kiteknolojia kwa sababu wanatumia mfumo wa zamani wa maandishi ya mikono badala ya mifumo ya kielektroniki, hivyo inahitaji muda wa juhudi nyingi ili kubadilika. Wakati wa kwenda kulala, Sophie anaingia bafuni na kuangalia filamu ya kusisimua ili kupunguza msongo wa mawazo. Siku inayofuata kazini, akiwa ofisini kwake kama kawaida yake, anasikia tena kelele zingine kutokea kwa Max. Wanabishana na Sophie anamwambia tena Max afanye kazi zake nje ya muda wa kazi kwa sababu kelele zake zinawafanya wengine washindwe kuzingatia kazi. Baadaye Sophie anabaki kazini hadi usiku. Baada ya wafanyakazi wote kuondoka na kutokana na msongo wa mawazo, anaanza kuangalia filamu za mapenzi za watu wazima. Inaonekana Max anamwona akifanya hivyo, kisha jamaa akaanza kumrekodi kwenye simu yake bila yeye kujua. Kesho yake Max akamsubiri Sophie nje ya ofisi yake na kumwambia kuwa anajua kila anachokifanya anapokuwa peke yake na kwamba jamaa amezitunza zile video zake zote. Anamcheka na kumdharau kidogo. Wakati Sophie anajaribu kumjua Max ni nani, Sophie anagundua kuwa Max ni kijana maskini, hivyo anaamua kutumia hali hiyo kwa faida yake kwa kumpa pesa ili afute zile video kutoka kwenye simu yake. Lakini Max anatumia nafasi hiyo kumwambia Sophie kuwa badala ya kumpa pesa anataka mwalike kwenda kula chakula cha mchana pamoja. Sophie akakubali na wanakwenda kula. Wakiwa huko, Max anamuuliza Sophie, "Kwa nini unaangalia filamu za aina ile?" Lakini rafiki yake Sophie anakatiza mazungumzo yao. Max anamwambia Sophie kuwa tayari ameshafuta zile video kwenye simu yake, lakini Sophie bado hamwamini. Anaichukua simu yake na kurudi nayo hadi kazini. Akiwa ofisini kwake, anajisikia mwenye furaha kubwa mno, akiamini kwamba amemzidi ujanja Max. Wakati huo huo, Dennis na Friedrich wanagombana kuhusu mazungumzo yao yasiyofaa kwenye akaunti zao, wakihisi kuwa wamevamiwa na mdukuzi. Basi wanamwomba Max kama mfanyakazi wa kiufundi atatue tatizo hilo, lakini Max anahitaji simu yake ambayo bado iko kwa Sophie. Hapo Sophie anatambua kuwa Max alipanga kila kitu kufanya ili arudishe simu yake. Sophie anavutiwa na ujanja wa Max baada ya kufanikiwa kupata simu yake. Baadaye Sophie anaenda bafuni, anajipaka lipstiki kisha anatoka na kumpa Max. Anamwambia kuwa rangi ya lipstiki hiyo ndio inamwakilisha zaidi na anamuuliza anawezaje kuirudisha kutoka kwake. Max haelewi vizuri anachomaanisha Sophie, lakini anaichukua ile lipstick. Siku inayofuata Max anatuma bahasha kwa Sophie kupitia secretary akimwambia apaze sauti na kumkaripia mtu mwingine tofauti na yeye. Ni kamchezo bana, na anaeleza kuwa mchezo huo una sheria. Yeyote anayeshika lipstick anaweza kumpa mwenzake amri na lazima aitekeleze bila kupinga. Sophie anaanza kutafuta mfanyakazi wa kumkaribia kama alivyoelekezwa na Max, lakini anakutana na secretary tu ambaye anaondoka ofisini bila ya ruhusa. Hata hivyo, secretary anakumbuka kuwa alikuwa ameomba kuondoka mapema bila kujua hilo ni sehemu ya mchezo kati ya Sophie na Max. Sophie anarudi ofisini kwake na kumtazama Max kwa furaha. Asubuhi iliyofuata, Sophie anatoka kazini akiwa na hasira, lakini anagongana na mwendesha baskeli. Wanabishana, lakini Max anamsikia sauti ya Sophie na kuingilia kati. Baada ya kuituliza ile hali, anarudisha lipstiki kwa Sophie, akionyesha kuwa sasa ni zamu yake kutoa amri. Usiku huo, Sophie na mume wake Johan wanahudhuria sherehe, lakini Sophie anajisikia vibaya, hasa Johan anapomdhalilisha mbele ya marafiki zake. Ili kupunguza msongo wa mawazo, Sophie anamgeukia Max na kuanzisha tena mchezo wao.
anamtumia ujumbe akimtaka kesho alete fujo na kelele kwenye kikao cha ofisi. Siku inayofuata wafanyakazi wanashangaa kuwaona wafanyakazi wa usafi wanaingia kabla ya kikao hakijaisha, kwa sababu Max aliwadanganya kuwa Sophie amewaalika kwa kahawa kama shukurani. Hivyo Max anatimiza agizo la Sophie. Baadaye anakutana na Sophie ofisini kwake na kuchukua lipstick kama ishara kuwa sasa ni zamu yake kutoa amri. Jioni hiyo Max anamtumia Sophie ujumbe akimtaka aje kazini mapema akiwa amevaa kama waimbaji wa pop wa miaka ya 90. Sophie anatekeleza hilo na kuwashangaza wafanyakazi wote kwa mavazi yake ya kipekee. Baadaye Sophie anamshukuru Max na kumrudishia lipstick, lakini Max anamkumbatia na kumbusu barabarani kwa furaha ya mafanikio yake. Siku iliyofuata Sophie anaenda shuleni kwa binti yake Isabella na kuzungumza na mwalimu ambaye anamwambia kuwa Isabella anafanya vizuri masomoni, lakini ni mtu wa kujitenga na ana mambo yanayomtofautisha na wengine. Mwalimu anamwomba Sophie azungumze na binti yake. Kadri siku zinavyosogea kuelekea maonesho ya vitabu, Sophie anatambua kuwa chumba chake kiko mkabala na chumba cha Max. Kwa kuwa bado ana lipstick, anaandika ujumbe na kuweka mlangoni kwa Max akimtaka afanye kitu kitakachovuta umakini wa watu wote kwenye maonesho hayo. Max anazima taa zote wakati wa tukio hilo na kutoweka, hivyo kutimiza agizo lake. Baadaye anarudi na Sophie anampongeza. Sophie anaenda chumbani kwake na kumsubiri Max, lakini anasikia kelele kutoka chumbani kwake. Anapotazama kupitia tundu la mlango, anamwona Max akiwa na wasiwasi nje ya mlango wake. Siku inayofuata kwenye mkutano wa waandishi wa habari, wanakula chakula cha mchana pamoja na wafanyakazi wengine. Sophie anamwona Max akizungumza na secretary na anaanza kuwa na wivu. Anamnong'oneza Max afanye chakula hicho kiwe cha kusisimua zaidi, lakini Max anashindwa kujua afanye nini. Anaona jikoni hakuna mtu, hivyo anaamua kuweka dawa kwenye dessert. Anamuonya Sophie asile kabla ya mpango wake kukamilika. Watu wote wakala kile chakula bwana kwa hamu. Wakati wa mkutano, Friedrich na Denise wanagombana na wafanyakazi wote wanapoteza fahamu kutokana na ile dawa isipokuwa Sophie na Max. Siku inayofuata Sophie anamwambia Max waende kuogelea pamoja. Wanapata muda mzuri, wanarudi hotelini, na hapo ndipo wanapokuwa na mahusiano ya kimapenzi kwa mara ya kwanza. Baada ya maonyesho ya vitabu, wafanyakazi wanarudi kazini, lakini Max hamuoni Sophie na anagundua kuwa amekuwa akifanya kazi zake nyumbani kwa wiki 3 sasa. Anahuzunika na kujaribu kuwasiliana naye bila mafanikio. Max anaenda nyumbani kwa Sophie kuonana naye. Sophie anakiri kuwa uhusiano wao si sahihi, lakini anahisi kushindwa kujizuia akiwa karibu naye, na wanaanza tena uhusiano. Ghafla Johan anarudi nyumbani na kumkuta Max. Sophie anamdanganya kuwa Max ni fundi mashine ya kuoshea vyombo. Max anajifanya anatengeneza, lakini anakasirika na kuondoka, akiamua kutokumsemesha Sophie tena. Siku inayofuata Sophie anaenda kazini kumwomba msamaha Max, na Max anamsamehe na kumkaribisha nyumbani kwake wanapoishi na wenzake. Basi unaambiwa anaitumia hiyo siku pamoja. Max anamwambia kuwa mama yake hampendi kwa sababu anamchukulia kama mtu wa wanawake wengi. Asubuhi inayofuata Sophie anarudi kazini. Secretary anagundua ukaribu wao na kumwonya Max kuwa anaweza kumripoti Sophie kwa kutumia nafasi yake vibaya kuwa karibu na wanaume wadogo, lakini Max anapuuzia hilo na kusubiri nafasi ya kuzungumza na Sophie. Sophie anampa lipstick kwa masharti kuwa aende kumtembelea mama yake na kusherehekea naye siku ya kuzaliwa pamoja. Max anakubali. Nyumbani Sophie anamwandalia binti yake Isabella biskuti, lakini Johan anamdhihaki kama kawaida. Sophie anaenda bafuni na kulia peke yake. Wakati huo huo Max anamtembelea mama yake na mdogo wake. Mdogo wake anamuuliza kama ana mchumba, na Max anasema yuko kwenye uhusiano mzuri na mwanamke mzuri, akimwonyesha picha ya Sophie. Mamake anashangaa sana kumwona mwanae yuko na mwanamke mkubwa aliyeolewa na mwenye mtoto. Umeona Wakati huo huo Johan anamwambia Sophie kuwa anataka kuhamia London na anamtaka aache kazi. Sophie anakasirika kwa sababu hakushirikishwa kwenye uamuzi huo. Haya, kazini Sophie anamwambia Ronnie kuwa ana mpango wa kuhamia London na familia yake. Max akasikia, akamfuata mbele ya wafanyakazi. Wanaenda nje kuzungumza na Sophie anamwambia kwa hasira kuwa uhusiano wao ni wazimu, si upendo. Kisha anasema anajuta kumfahamu na anatupa lipstick akisema kuwa hakuna kilichobaki kati yao. Max anaumia sana. Anarudi kazini lakini anaanguka ghafla. Anapoamka analia kwa maumivu makubwa.
Sophie naye anaumia na anatamani muujiza wakutanishe tena. Siku inayofuata Johan anapendekeza watoke na marafiki. Kama kawaida unaambiwa, anamshusha hadhi Sophie mbele yao, lakini safari hii Sophie anajibu kwa ujasiri mbele ya wote. Baada ya hapo Sophie anaingia kazini akiwa amevaa joho la kuogea. Anavuruga kikao na kuondoka. Max anamfuata. Hapo ndipo Max anatambua kuwa Sophie hajaenda London na kwamba ameamua kubaki kwa sababu anampenda. Sophie anachagua kupigania moyo wake bwana, akimpinga mume wake Johan na matarajio ya jamii na kukubali uhusiano wake na Max licha ya tofauti zao za umri na hali ya kimaisha. Mpaka kufika hapo mimi sina la ziada. Tukutane kwenye tambala jingine. Maasalam.